So nafikiria tuna section hapa ambayo tutajifunza leo kidogo kama msingi, alafu tutaendelea kwenye mkesha ambao utafuata. Andika kwamba somo letu ni jinsi ya kuenenda katika mtembeo wa nguvu za kiungu katika kusanyiko la waamini. Jinsi ya kuenenda katika mtembeo wa nguvu za kiungu katika kusanyiko la waamini. Jinsi ya kuenenda katika mtembeo wa nguvu za kiungu katika kusanyiko la waamini. Hope tumeandika. Ndio somo ambalo taflow nalo leo na mkesha ambao unafuata. Jinsi ya kuenenda katika mtembeo wa nguvu za kiungu katika kusanyiko la waamini. Jinsi ya kuenenda katika mtembeo wa nguvu za kiungu. Kuenenda katika mtembeo wa nguvu za nini? So inaonyesha kwamba muamini anaweza akatembea lakini asitembee katika nguvu za kiungu. Haleluya. Anaweza akawa kwenye kusanyiko na asitembee katika nguvu za kiungu. So tunaangalia jinsi ya kuenenda katika mtembeo wa nguvu za kiungu katika kusanyiko la waamini. So unaweza ukawa kwenye kusanyiko la waamini lakini usifaidike. Haleluya. So kama viongozi tutakuwa tukiangalia namna gani tunafaa tuenende katika tuenende katika mtembeo wa nguvu za kiungu tunapokuwa katika kusanyiko la waamini. Luke chapter 24:25 mpaka tutaruka. So andika Luke chapter 24:25, nitasoma mpaka 26:27. Akamwambia, enyi msiofahamu wenye mioyo misito ya kuamini yote waliyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? 27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Glory to God. Kumbuka somo. Jinsi ya kuenenda katika mtembeo wa nguvu za kiungu katika kusanyiko la Amen. Verse 44. Luke chapter 24:44. Kisha akamwambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia niliyokuwa ningali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote iliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. 45. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Glory to God. Amen. Sasa sikia. Moja ya dalili ya muamini anayekuwa kiroho ni kwamba ni yule anayejua jinsi ya kufasiri Biblia. Mojawapo ya dalili ya muamini anayekuwa kiroho ni kwamba anajua jinsi ya kufasiri Biblia. Ama naweza kusema mojawapo ya dalili ya muamini anayekuwa kiroho ni kwamba ni yule anayejua jinsi ya kufasiri Biblia. So muamini ambaye anakuwa kiroho, jambo mojawapo ambalo tutaangalia tuone kwamba tujue kwamba anakuwa ni namna anavyofasiri nini? Biblia. Ni aibu kwa muamini akaambiwa, naomba utushirikishe neno la Mungu, alafu aanze kusema mimi sipo kwenye huduma. Yaani ni aibu kwa muamini ukaambiwa naomba utushirikishe neno la Mungu, alafu unaanza kusema mimi sipo kwenye huduma. Anayeweza hiyo ni mchungaji wangu tu. Hiyo ni aibu.
Yaani mwamini, leo tunaomba leo tushirikishe leo. Ni kama mfano mmeenda kufanya ushirika mahali. So mkachakua mmoja wenu kwamba wewe leo ndio utatuhubiria. Unasema mimi sikuangi kwenye huduma. Mchakue Margaret. Simaji yuko katika, kwani mmesahau maji yuko hapa? Inakuwa aibu kubwa. Haleluya. Ni kama mwanafunzi ambaye ni wa secondary aseme sipendi hesabu wakati ni lazima afanye nini? Afanye hesabu. Bana, kila mwanafunzi wa Yesu Kristo lazima kujua kwamba anakuwa ni lazima awe na uwezo wa kufasiri nini? Maandiko. Nimepeana mfano kama mwanafunzi wa secondary. Fika huko kuota ama mimi sitaki hesabu. Na hesabu inasemekana kama kuna wakati unachakua lazima hesabu ikuwemo ndani. Haleluya. Alafu mimi mambo ya hesabu sipendi. Ni aibu kubwa. Kujua Biblia sio uchakuzi, ni kitu cha lazima. Kujua Biblia sio tunalea tu msingi kwenye somo letu. Kujua Biblia sio uchakuzi, bali ni kitu cha lazima. Maana kulingana na namna vile Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, kujua Biblia ni lazima. Si machakuzi. Si ati wengine watajifunza kwa niaba yangu, au watakuwa wanafundisha kwa niaba yangu. Ufai kukaa kanisani tu wewe ndio wakufundishwa, na wewe unafaa ufundisha watu wengine. Haleluya. Hapo ndio kuna ukuaji. Kuwa muamini maana yake kukuwa muamini maana yake yani hauna machakuzi mengine. Hauna machakuzi mengine nje ya kujifunza Biblia, maombi, uinjilisti na yale mengine. Yaani kuwa muamini, hauna machakuzi nje ya hiyo. Wewe si chakua lingine. Wewe sema badala ya uinjilisti mimi nitakuwa tu nafanya hili. Badala ya hili mimi nitakuwa nafanya hili. No. Hauna machakuzi nje. Umeamuriwa kufanya hizi vitu. Hivyo lazima uwe na uwezo wa kuelezea neno la Mungu. Maana itakuwaje Mungu ambaye umemwamini akakuokoa kutoka kwa dhambi huwezi muelezea? Utakuwa mtu aibu sana huwezi elezea baba yako. Huwezi eleza sura ya baba. Huwezi eleza tabia ya baba aliyekuokoa. Ukienda uinjilisti lazima uweze kuelezea neno la Mungu kwa watu, si ndio? So kila muamini lazima afanye nini? Awe na uwezo ama ajue kuelezea maandiko. Ndio tunapowatuma awe kule anapoenda anafaa aende kuelezea watu Biblia. Atoe mafafanuzi katika Biblia. John chapter 20:21 mpaka 23. Yohana 20, Yohana 20:21 hadi 23. John chapter 20:21 mpaka 23. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka. Tuko pamoja? Na akisha kusema hayo, akawafufia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Hapa kuna watu wanatumwa. Unatumwa kama hujui cha kwenda kufanya. Lazima wewe unajua nini unaenda kufanya. Haleluya. So ufafanuzi huu ambao tunauona kwenye anasema kwenye Luka, nini? John chapter 20:21 mpaka 23. Soma Matendo ya Mitume 1:8.
Matendo ya Mitume 1:8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Glory to God. Sasa anachokisema huku kinakuja kutimia. Luke 24:49. Luke 24:49. Natazama na waletea juu yenu hati ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mfikwe uwezo utokao juu. Tunaona yakitimia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Haleluya. So kuna neno mfikwe. Natazama na waletea juu yenu hati ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mfanye nini? Mfikwe. So kuna hilo neno mfikwe. Neno hili kwa Kigiriki ni neno enduo. Enduo. E-N-T-U-O. E-N-T for dog. U-O. Enduo. Mfikwe. Ni neno enduo. Lina maana ya kufaa. Haleluya. Lina maana ya kufaa. Neno hili linapepa nguvu ile inayopatikana katika Waefeso 6:10. Imesema neno mfikwe, Kigiriki chake ni enduo, E-N-T-U-O. Lina maana ya kufaa. Neno hili linapepa nguvu ile inayopatikana katika Waefeso 6:10. Hatimaye msiji kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. 11. Faeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kufaa. Haleluya. Duo. So faeni silaha na msiji kuwa hodari ni vitendo endelevu. Faeni silaha na msiji kuwa hodari ni vitendo endelevu na sio tukio la mara moja. Neno hili enduo, mtafikwa, si kitu unafanya tu wazi, ni kitu katika uendelevu, ni kitu katika endelevu. Kwa hiyo Matendo ya Mitume 1:8 anasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. So mtapokea nguvu, maana yake muwe na mwendelezo wa kupokea. Ni wakati uliopo endelevu. Si ati mtapokea imeisha. Natembea katika nguvu tulizopokea wakati ule. No. Kumbuka hilo neno kufaa. Enduo. Mtapokea nguvu, maana yake muwe na mwendelezo wa kupokea. So ni wakati uliopo endelevu. Ni wakati uliopo endelevu. Turudi kwenye Luke chapter 24. Luke 24:27. Luke 24:27. Luke 24:27. Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. So kuna aina nyingi za mikutano inayoweza kupatikana duniani, ama wewe unaweza ukapatikana katika hiyo mikutano. Kuna aina nyingi za mikutano unayoweza kupatikana duniani. Kuna aina za mikutano. Mkutano wa ofisini unaweza ukapatikana. Mkutano wa kibiashara, vyama, si ndio? Kwenda shule. Aina hizi zote hasiwezi kupepa uzito sana na mikutano au kusanyiko la waamini. Hii mikutano ofisini, kwa vyama, shuleni, mikutano ya biashara, hiyo mikutano haiwezi kapepa uzito kuliko mikutano au kusanyiko la waamini. Nataka uteke sikio vizuri. Kusanyiko la waamini, nimesema kuna mikutano mingi tunaweza tukahudhuria. Vyama, kazini, kukawa na mkutano. Haleluya. So mikutano ipo mingi hapa duniani. Lakini mikutano hiyo
haina nguvu kuliko kusanyiko au mkutano wa waamini. Glory to God. Mkutano ulio na nguvu duniani kuliko mikutano nyingine yote ni mkutano gani? Wa waamini. Glory to God. Amen. Mwanzo 1:1. Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Verse 2. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na kisa lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Tunaona mstari wa kwanza kuna Mungu ametajwa, si ndio? Hapo mwanzo Mungu alisiumba. Alafu mstari wa pili kuna Roho wa Mungu. Haleluya. Kuna Roho wa Mungu alikuwa ametulia juu ya uso wa maji. Sijui kama umeshawahi kundua mstari wa pili kuna aina ya maji mara mbili. Au unaona tu maji moja? Kuna aina ya maji mbili. Haleluya. Babo si somo letu leo. So, unaweza kuona ukurasa wa kwanza tunaona yani Genesis chapter 1 verse 1 tunaona uungu. Tunaona roho. Genesis chapter 1, Genesis chapter 2. Hata ukienda chapter 3, Mungu akasema, haleluya. So unaweza tukaona Genesis chapter 1 kuna uungu ndani. Ile kwamba umeamini Injili, unakuwa unamwamini Mungu asiyeonekana. Ile kwamba umeamini Injili, unakuwa umemwamini Mungu asiyeonekana. Tumemwamini Mungu asiyeonekana. Mungu asiyeonekana kwa macho ya damu na nyama. Sikia. Unapomwamini Bwana Yesu na mambo aliyoyafanya, kama mpatala wa dhambi zako, unapomwamini Bwana Yesu na mambo aliyoyafanya kama mpatala wa dhambi zako, hayo yote unayoamini ni mambo kuhusu uungu. Ni mambo usiyoyaona. Unapomwamini Bwana Yesu na mambo aliyoyafanya kama mpatala wa dhambi zako, haya yote unayoamini ni mambo kuhusu uungu. Ni mambo yasiyoonekana. Ni mambo yasiyoonekana. So kwa hiyo, kwa kuamini Injili unakuwa unaamini ulimwengu wa roho. Kwa kuamini Injili unakuwa unaamini ulimwengu wa roho usioonekana kwa macho ya nyama. Kuamini Injili unakuwa unaamini ulimwengu wa roho usioonekana kwa macho ya nyama. So naweza tukasema kwamba msingi wa kwanza kabisa wa imani yetu ni kwamba hauonekani kwa macho ya nyama. Hauonekani kwa macho ya nyama, ni supernatural. Ni supernatural. Msingi wa kwanza kabisa wa imani yetu ni kwamba hauonekani kwa macho ya nyama. Ni supernatural. Manake tunazungumzia supernatural, maana tunazungumzia malaika, tunazungumzia mapepo. Si kwamba unaamini mapepo, bali unaamini kwamba mapepo yapo, si ndio? Sisi tunaamini pia mapepo yapo. Tunaamini mapepo yapo.
Tunaamini pia kwamba mtu ni wa rohoni, kwa sababu muamini akifa tunasema amepumzika pamoja na Bwana. Lakini wakati huo unaona mwili wake duniani. Hayo waona muamini yuko duniani, yuko moja, yuko kitandani hapa amekufa. Huyu amepumzika pamoja na Bwana. Why? Maana kuna cha roho na cha mwili. Sasa kuna supernatural hapo katika ulimwengu usioonekana tayari. Glory to God. Wakati mwingine unafunga macho yako na unaomba huku kote. Yaani wakati umefunga macho unaomba, umefunga macho unaomba, unakuwa unaamini katika uungu, unaamini katika ulimwengu wa roho, unaamini katika ulimwengu usioonekana. So wakati tunaomba tunaingia katika ulimwengu wa roho, tunakuwa tunaoperate katika ulimwengu wa roho, tuko katika ulimwengu wa roho. So hivyo ndivyo ilivyo. So kinachotokea kwa wengi wetu ni kwamba tunakosa mwendelezo wa desturi yenye dhamira ya uungu huo. Kinachotokea kwa wengi wetu ni kwamba tunakosa mwendelezo wa desturi yenye dhamira ya uungu huo. Kinachotokea kwa wengi wetu ni kwamba tunakosa mwendelezo wa desturi yenye dhamira ya uungu huo. Kinachotokea kwa wengi wetu ni kwamba tunakosa mwendelezo wa desturi yenye dhamira ya uungu huo. Na huwa hakuna mtu ambaye amekuwa ni mahiri maana yake expert wa mambo ya roho. Yaani sasa kwa sababu tunakosa mwendelezo wa desturi yenye dhamira hiyo ya uungu, huwa hakuna ambaye amekuwa ni mahiri au tunaweza tukamuita expert wa mambo ya roho. Haleluya. Maana tukishakosa mwendelezo katika mambo ya roho, tunakosa mtu ambaye fulani ni mahiri, ni expert wa mambo ya roho. So kila ambacho ama kila tunakiita kuwa ni umahiri ama expert wa roho ni mtu mwenye nidhamu ya mwendelezo wa mambo ya roho. Yaani mtu kuwa mahiri kwa mambo ya roho, tumuite expert. Maana yake ni mtu ambaye ana mwendelezo katika mambo ya roho. Ni mtu ambaye ana mwendelezo katika mambo ya roho. So hakuna mtu mahiri wa maombi, hakuna mtu mahiri katika uponyaji au mtembeo wa roho, hakuna umahiri katika kujifunza Biblia ama kuishi mwenendo wa Kristo, isipokuwa watu wote unawaona kuwa mahiri ni watu wenye mwendelezo wa kufanya mambo yale yale. Hakuna mtu mahiri wa maombi, hakuna mtu mahiri katika uponyaji au mtembeo wa roho, hakuna mtu mahiri wa maombi, hakuna mtu mahiri katika uponyaji au mtembeo wa roho, hakuna umahiri katika kujifunza Biblia ama kuishi mwenendo wa Kikristo.
isipokuwa watu wote unaowaona kuwa mahiri ni watu wenye mwendelezo wa kufanya mambo yale yale. Yaani hakuna tu mtu mimi ni mahiri katika hali fulani, mimi ni mahiri katika So mtu ambaye fulani ni mahiri ni kwa sababu ya mwendelezo. Ni kwa sababu ya mwendelezo. Glory to God. Glory to God. Ni kwa sababu ya nini? Ya mwendelezo. Haleluya. Kwa sababu ya mwendelezo. Isipokuwa watu wote unaowaona kuwa mahiri ni watu wenye mwendelezo wa kufanya mambo yale. So ukiona mtu ambaye amekuwa mahiri katika eneo fulani, ni kwa sababu analifanya hili jambo katika mwendelezo. Mtu ambaye ni, acha tuende na mafundisho tutaona mbele. Mfano kama ulikuwa ukiomba masaa 3 kila siku, alafu ukaacha. Ulikuwa unaomba masaa mangapi? 3 kila, alafu ukaacha. Ukija kuendelea tena katika masaa hayo, itakukarimu sana, si ndio? Ulikuwa unaomba masaa 3 ukaacha. Kachukua muda, so wakati utakuja unataka kuomba masaa 3 utaweza? So mtu mahiri ambaye fulani anaomba masaa 3 4 ni kwa sababu ya nini? Mwendelezo. Lakini akiacha, umahiri umepotea. Tuko pamoja? Au siku ya kwanza kujaribu tena masaa 3, yaani ulikuwa unaomba masaa 3 ukaacha. So wakati utarudi siku ya kwanza kujaribu masaa 3, itakuwa ni hata unaweza kufia kwa maombi. Itakulemea, si ndio? Yamkini utaishia kukoroma. Utaishia kukoroma wakati ukiomba. Hayo unakoroma hata si kuomba unaomba. Huku macho yakiangalia muda na masaa, itafika lini? Dakika moja inakuwa kama saa 1. Dakika 5 inakaa ni kama masaa 5. So mtu mahiri ni mtu ambaye ni wa mwendelezo katika mambo yale. Haleluya. So kama tunataka tuitwe wa mahiri wa mambo ya kiungu, ni kufanya mambo yale yale mara kwa mara. Haleluya. Hivyo ni desturi ya kuwa na mwendelezo ndio huwafanya watu kuonekana kama watu mahiri. Hivyo ni desturi ya kuwa na mwendelezo ndio huwafanya watu kuonekana kama watu mahiri. So ukisikia fulani ni mahiri sana kwenye kuomba, so huwa anafanya mwendelezo. Usifikirie ametoka tu kukichakani akaanza kuomba masaa 3, masaa 2. Ni kitu ambacho amefanya kama desturi. Hivyo ni desturi ya kuwa na mwendelezo ndio huwafanya watu kuonekana kama watu mahiri. Na maanisha nini ninaposema mwendelezo? Mwendelezo maana yake uwe unajisikia kufanya au ujisikii. Unajisikia kuomba ama ujisikii, you just pray. Unaomba tu. Haleluya. Uwe unajisikia, uwe ujisikii, kama ni masaa ambayo unaomba masaa fulani, una make sure kwamba umeomba. Mfano, tuangalie Matthew chapter 8. Matthew tu pande zote leo amepatikana. Matthew 18:20. Kwa kuwa walipo 2 watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Matthew 18:20. Kwa kuwa walipo 2 watatu wamekusanyika. So hapa kwenye tumekusanyika kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Nami nipo papo hapo katikati yao. Tukisema Yesu kwa katikati yetu ni makosa? Kwa nini unaamini yupo hapo?
ipatani? Kwa nini kwa nini unaamini kwamba Yesu yuko hapa? Tunaaminicha kwamba Yesu yuko hapa leo, hapa katikati yetu. Kwa sababu unaamini alichosema katika neno. Sasa tukisema Yesu yuko katikati yetu ni kwa sababu tunaamini alichokisema. Haleluya. So tunaweza tukasema tunaliamini neno la nani? La Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kusanyiko lolote la ibada ni kusanyiko la kiroho. Kusanyiko lolote la ibada ni kusanyiko la kiroho, kwa sababu Yesu yupo hapo. Naambia tunaelekea kwenye nilikuwa nataka usikia kidogo. Tunaelekea mahali. Kwa hiyo kusanyiko lolote la ibada ni kusanyiko la kiroho, kwa sababu Yesu yupo hapo. Si mwenyewe amesema? Amesema kwamba kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. So inaonyesha kusanyiko lolote la ibada ni kusanyiko la kiroho, kwa sababu Yesu yuko wapi? Katikati yao. Haleluya. Sasa sikia. Waamini wanaweza kukusanyika kama wanataaluma, madaktari, wafanyabiashara, walimu. Hiyo ni katika jina la taaluma zao. Sisi ni waamini. Sisi ni waamini. Yes. Tunaweza tukakusanyika kwenye taaluma zetu. Tukiwa waamini pale, si ndio? Tunaweza tukakusanyika pia kama ni uko kwenye eneo la madaktari, unaweza mkakusanyika na waamini wengine. Ama kwenye biashara, kwenye walimu, biashara. Hiyo mnakuwa mmekusanyika kwa jina la taaluma hizo. Wanaweza kukusanyika katika mkutano wa familia yao pia, si ndio? Kwenye familia ya nyumbani. Joshua anasema anaenda get together. Okay? Get together. Yeah, hiyo get together. Ama family gathering. Family? Family gathering. Ayasikiza. Wakati mnakusanyika, mmekusanyika kwa jina la Yesu ama la family gathering? Family. Shughuli pale ni mambo ya Yes. So msifika hapa alafu mnaanza kusema maana huo si mkutano wa kiungu, si mkutano wa Kristo. Hata jina lenyewe kusudi alikuwa hilo. Kusudi alikuwa hilo. Hata lija kuwa mtapambanya kwamba leo wacha tuhubiri kidogo neno la Mungu, maana walipo wawili watatu. Lakini ukweli ni kwamba lengo la mkusanyiko huo ni come together, si ndio? Yeah. Family gathering. So usisingizie. So kama hapa hatuwezi sema ni family gathering, si ndio? Hapa ni mkutano wa roho. Haleluya. Sasa sikia. Lakini waamini wanapokutana waamini wanapokutana hawaonani tena kama ndugu wa kimwili. Hawaonani tena kuwa wataaluma sao. Kumbuka, tunaangalia namna ambavyo tunaweza tukatembea kwenye nguvu za kiungu tunapokuwa kwenye makusanyiko yetu ya kiungu. Nini makusanyiko yetu ya waamini? Waamini wanapokutana hawaonani tena kama ndugu wa kimwili, hawaonani tena kuwa wana taaluma zao. Ya tukiwa kwenye for example tuseme tukiwa kule nje kwenye vikao vyetu, tumekusanyika tukakutanika hapo watu hapa kwenye maeneo fulani ya kupanga mambo fulani, hiyo ni ya kule. Haleluya. Ama Matthew usinyimo uzuri Mungu anakuanga kasini watatu, si ndio? So kumbuka sasa chukulieni mmekusanyika huko kanisa huko kasini kwenu. So mimi nikikuangalia na kuangalia kwenye cheo chako cha kikasi, wewe unaniangalia kwenye ofisi yangu, si ndio?
Lakini tukija kanisani kwenye makusanyiko yetu, hatuonani tena kama ndugu wa kimwili ama kwenye taaluma zetu. Haleluya. Sikuoni tena kama vile, sasa sitakuona kwenye cheo. For example, MCA, MP akija kanisani, anafaa aonwe kama MCA. Kama ndugu. Anaonwa kama ndugu katika Kristo. Haleluya. So, ucheo unafanya nini? Chini. Sasa hapa tunaonana kama wanafamilia ya Mungu. Glory to God. So kama utakemewa kanisani, unakemewa kwa mujibu wa neno la Mungu. Si kwa sababu unaokopa kwamba huyu ni MP. Ako katika rais, yuko katikati yetu. So ndio atakemewa kwa mujibu wa nini? Neno la Mungu. Glory to God. So hiyo ndio namna ambavyo ukiwa na huu mtazamo utatembea kwenye nguvu za kiungu unapokuwa kwenye makusanyiko. Haleluya. Sasa ukiwa kwenye makusanyiko alafu unamuona mwingine, for example wale ambao akina maji mnafanya kazi mahali pamoja. Mnajua kule kazini mnaweza mkakorofishana na mnashiriki kanisa moja. Mnaweza kutofautiana kazini. So kama mmetofautiana kazini nyinyi watatu, mkija kwenye nyumba ya Mungu, hizo tofauti mnasiweka wapi? So hapa muonani tena vile mlikuwa kazini. Mnaonana kama ndugu katika Kristo. Imekaa sawa? So na hii ndio imelemea watu wengi. Mtu anakosana na mwingine kwa blood. Analeta wapi? Kanisa. Bibi na bwana wamekosana. Wanaleta wapi? Ukifanya hivyo utatembea kwenye mtembeo wa nguvu za kiungu. Maana namna utakavyomuona mwingine utamuona amepunguka. Si ndio? Sikiza. Bwana amekosea kwenye ndoa. Wewe ni mke. So bwana anakuja anahubiri. Alafu unaona tu picha bila alikukosea kwa nyumba. Utapokea kweli? So hautatembea kwenye nguvu za kiungu. So hautafaitika kwenye mikutano ya kiungu. Mikutano ya roho. So unafaa uache utofauti huo. Yeye akisimama hapa, nani anamtumia? Kristo. Haleluya. So maneno anayosema unafaa uyapokee kama mtumishi wa Mungu. So nyinyi mkirudi kwenye nyumba, nyinyi anzeni tu na mambo yenu. Endeleeni na mambo yenu. Lakini mkifika kanisani utofauti ukae wapi? Maana kanisani sasa tumekuwa familia ya Mungu. Haleluya. Tunaacha utofauti wetu. Glory to God. So hivyo lazima tuwe na dhamiri ya kiroho. Lazima tuwe na dhamiri ya kiroho tunapokuwa kwenye makusanyiko ya